Baada ya video ya jana ambayo nilizungumzia kuhusiana na mpendekezo yangu mimi kama mimi ambaye ni mtangazaji kuhusiana na swala ambalo linaendelea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo la kumtaka Felix Tshisekedi kwamba awaongezee maaskari mshahara nilikuja kupewa update kwamba jamaa ameshaongeza mshahara na saizi wanalipwa mpaka $500 kwa mwezi. Hiyo hapo ilikuwa ni good news kusikia kwamba maaskari wa Kongo wanalipwa mpaka 500 kwa mwezi. Lakini sasa tunataka tujue kabisa deep down, ndio ile swala ambalo tunalifanyia kazi kujua kwamba okay, ni hiyo 500 ni kwa mageneral au kwa askari wa kawaida, kwa maana mishahara nayo pia inakuwa inatofautiana kwenye kazi. Kwa hiyo tunataka tufuatilie kiundani kujua askari wa kawaida analipwa ngapi kulingana na grade zao, zile magrade zile zinavyokuwa zinapanda, huyu analipwa kiasi hiki, yule analipwa kiasi kile. Kwa hiyo endelea kwa pamoja na sisi kama tutakufuatilia. Lakini video ya leo sasa ni kuzungumzia na hili swala ambalo usaliti ambao umekuwa ukiendelea katika jeshi la Kongo. Watu pia wamekuja kwenye comment pale, nimeona comment na nikaona kwamba hili swali linawezekana lina ukweli, kwamba sio swala la mshahara, ni vile tu watu wameshapoteza mapenzi na nchi yao, ndio kwa maana pia wanakubali kuongwa pesa nyingi hivi kwamba mwisho siku waendelee kuharibu watu, kwa maana pia madhara ambayo inapatikana ya wao kuwa wasaliti ni makubwa sana ukifananisha hata na hiyo pesa ambayo wanakuwa wanapewa. Of course ni jambo ambalo linaumiza sana. Sasa FARDC imekuwa ikijitahidi iwezekanavyo kwa ajili ya kuangalia jinsi ya kuclean hiyo kitu, kwa sababu sio wote wanajeshi wa FARDC ambao hawana mapenzi na nchi. Kuna wengine wengi sana ambao wana mapenzi na nchi, lakini sasa kwa sababu hii hapa doa imeshawaendea kwamba bana wao ndio wasaliti, wamekula pesa, imeanza kuwaingia vibaya kwenye koo, na wamekuwa wanatamani jambo labda kama kungekuwa lolote lile la wao kufanya kwa sababu ya kuhakikisha kwamba ili swala lisiendelee kuwaumiza. Kwa hiyo ndio kwa maana huyu general ambao tunataka kumsikiliza hapa ameongea vitu vingi sana. Kwa hiyo nisikuchoshe, usinichoshe, tupe attention kwa ajili ya kumsikiliza. Nataka tu kuambia kama tuko mvita, na mtu mwenye ko mvita anapaswa kufungua macho yake. Attitude yenye tunapaswa kukamata mwi wakati ni attitude kani. Niko naona nilifika Mulwalaba, bantu beko mu distraction. L'ennemi est en train d'envier surtout cette province de Lualaba. Et cet ennemi-là n'est pas loin de vous. Le gouverneur vient de le dire. Anasema ule yote ana patriote, yeye anaweza kuwa nani? Anaweza kuwa ni adui, mtu mwenye apende nchi yake. C'est pourquoi tutaanza na ile maandiko inasema mu Matthieu, kwa pasteur mnaijua, Matthieu chapitre 12 verset 30 inasema celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et celui qui ne rassemble pas avec nous disperse. Nous avons compris que la province de Lualaba est avec le chef de l'État et avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que kama mkutupenda na kama mkupenda hii nchi, gouverneur abanga likubali hii mkutano ifanyike. Alors tunashukuru sana, c'est-à-dire beko pamoja na shei. Sasa wewe kama unaendelea kuwa traitor, parce que ba traitor beko katikati yetu, na mnajua kazi ya traitor. Juda wakati anamtahiri Jésus, hakuna mtu alimtunjika Juda, mais yeye moya Juda alijitunjika. C'est la loi de la nature. Traitor yote anapaswa kujipamba, yeye moya atajitunjika. Jo kwa maana tunasema kama mko na kula vya Kongo, munarenye mkongo, munavala vya Kongo, na munalipiwa mkongo, na mko munatrahir Kongo, mujue kama le sang qui est versé là-bas va vous déclarer un jour la vengeance. Voilà pourquoi nous devons être conséquents. Kila mtu yote anapaswa mu niveau yake, parce que nous sommes dans la mobilisation générale. La mobilisation générale, chacun de nous a un rôle à jouer. Notre pays est en guerre, je ne cesserai pas de vous le rappeler. Comme nous sommes en guerre,
nous devons opter une attitude des gens qui sont en guerre. Après ma réseaux sociaux, nous comme on a relayé ma message à l'ennemi. Pour votre information, nous avons encore le 24 provinces que nous contrôlons. Et ces 24 provinces, l'ennemi a pris que 2 provinces et il ne contrôle pas toutes les 2. Les forces armées sont partout là-bas. Ces assaillants-là contrôlent juste ce sont des piqueurs, des voleurs de non-minérés. Mon gars, objectif est Adoui. En attaquant Walikale parce qu'on a dit que société minière moya pâle. L'ennemi est en train d'envier ce que vous avez. Mais le Sainte Écriture déclare: résistez au diable et il fuira loin de vous. Les forces armées ne réussira pas sans la contribution de la population civile. Vous êtes tous impliqués. Et nous avons tous, chacun un rôle à jouer dans cette période qui traverse notre pays. Moi, Ngarie, je viens de Kalemi. J'étais allé jusque là-bas, dans les territoires de Fizi, partout là-bas. Je veux vous dire la vérité. Je vis les enfants de 3 ans, 4 ans se retrouver à Kalemi sans parents. Ninaona batoto ba miaka ine banafika mukalemi bila bazazi. Vous voyez à la télé, muko munaona gisi beko bananyanyasa population yetu. Vous avez vu bana violer ba mama. Ni nani mtu washo akili ule anaweza kuichika mtu wa mwingine mnyumba yuko na violer bibi yake, mais unashinda kujidefendre. Nous devons nous défendre. J'ai dit que nous allons nous défendre et nous devons soutenir les forces armées. J'aime quand je vois les autorités porter les gilets ou les bananjika sema forces armées. Ça prouve à suffisance que vous avez cet attachement-là. Ce n'est pas le moment de rester dans la distraction. La guerre que nous avons, je vais vous expliquer. Tout la guerre sort de mbi. Kuna guerre matérielle avec le personnel, Joy le Vita, nous avons ma bunduki, nous avons ma soda. Mais il y a aussi une guerre psychologique que vous appelez la guerre des médias aujourd'hui. Cette guerre-là, Joy le adui anatumikisha sana, ma réseaux sociaux, anatumikisha, eko le niongopesha. Uwe uko deja na 24 provinces, kama eko wanguvu, est-ce anaweza ukamata yote? Mais on vous trompe. Vous tremblez devant le roi. Yes, nafikiri umemsikiliza vizuri sana. Ninachoweza kuomba ni kwamba please subscribe Reds Pro Media na uendelee kuwa pamoja na sisi kwa sababu tuendelee kupata taarifa nyingi sana ambazo zinaendelea. Unajua huo ndio ukweli ambao umekuwa ukiendelea, kwamba anatambua kweli kwamba rushwa ipo na wasaliti wapo katika jeshi. Kwa hiyo hilo linazidi kuonesha jinsi gani kwamba bado kazi FARDC wanayo kwa ajili ya kurudisha kila kitu kwenye mstari. Ni jambo la msingi sana. Lakini la kumalizia pia kuhusiana na leo swala ambalo nilikuwa nimezungumzia la yeye kuwekeza kwenye jeshi. Unajua jeshi la Tanzania saizi linaaminika kwamba ni jeshi imara sana. Sijajua wanalipwa ngapi, lakini unajua kila alichokifanya jamaa ni Kikwete. Inasemekana kwamba Kikwete kwa muda wake ule wa Kikwete aliinvest sana pesa nyingi sana kwenye jeshi la Tanzania. Akawawezesha kwenye swala la kuwatafutia vitendea kazi, mafunzo bora, nini kitu kama hicho. Kiasi kwamba jeshi la Tanzania likakuwa lipo imara. I think hicho kitu ndio kile ambacho pia hicho kitu ndio kitu ambacho pia nania Kongo nafikiria pia inahitaji saizi, kwamba ili kuimarisha jeshi bora maramia aendelee kuinvest. Bado tunaendelea kufuatilia kila kitu tujue kweli kwamba bana Tshisekedi amefanya nini kwenye jeshi la Kongo. Maana pia lile linalosikika kwamba Goma kulikuwa kuna silaha nyingi sana na alikuwa amewekeza pale silaha nyingi sana kiasi kwamba hiyo vita
wasingeweza M23 kushinda, lakini walishinda kutokana na nini? Na viongozi ambao walikuwa wameshapewa rushwa, wakawa wanajikuta wanakimbia wakawa wameacha nani, labda wakawa wamekimbia kwenye uwanja wa mapambano. Hii hapa inaanza kunipatia mtazamo tofauti kwamba inawezekana huyu jamaa naye pia anaumia sana kwenye hivi vitu, kwa kuona wada ya hivi vitu nimewekeza kweli alafu mnaamua mnakimbia kweli. Kama kweli walikimbia, akinimagine kwamba bana Felix Tshisekedi itakuwa aliumia sana kuona wanajeshi wamekimbia huko wakiwa na silaha kila kitu miundombinu, lakini kwa sababu ameshapewa rushwa, kama vile jinsi ya ripoti ya jana tulivozungumzia kuhusiana na Kabila, jinsi amekuwa akiwapatia viongozi wa Kongo majenerali hawa, amekuwa akiwapatia bahasha za pesa ambazo ni za kuwafanya kwamba bana wasipigane, wakimbie, waache kwamba Watusi wa Nyarwanda ambao ni wanakuja kupigana washinde vita. I say hilo ni jambo mbaya zaidi. So hapa sasa ndo pale ambako inatuletea kwamba tuanze kufuatilia kiundani zaidi kujua kweli Goma mambo yalikuweje pale. Unajua inabidi sasa tutafute wataalamu watuambie vita ya Goma iliendagaje, kwa sababu kuna watu ambao wanajua jinsi ya kuisanua vizuri. Goma vita ilikuwaje? Yaani kulikuwa makundi mangapi ambao walipigana Goma? Kwa maana tunasikia yalikuwa makundi mengi sana. Sasa yalikuwa makundi mangapi ambao walipigana Goma? Na kwa nini wote walishindwa? Iliwezekanaje wakashindwa? Je, jeshi la Rwanda ndio lilikuwa jeshi imara kiasi kwamba bana makundi yote yakawa yamekimbia, wazungu wakawa wameaibishwa pale, wanavuliwa mavazi wanakimbia, kama vile jinsi tulivyomuona yule nani Willy Ngoma akiwa anawafokea wale wazungu? Je, ni kweli kwamba M23 walikuwa na nguvu kiasi kwamba walidhibiti yale makundi yote na kuwanyenyekeza kwa maana yake ninyi hamna kwa kwenda? Okay. Tunataka tumtafute mtaalamu kabisa ambaye alifuatilia vita ya Kongo pale Goma kwa ndani zaidi aje kutuambia. So nisikuchoshe, usinichoshe, tusichoshane. Hii hapa ni Red Pro Media, na endelea kusubscribe please kama hujafanya hivyo, na vile vile kama umefanya hivyo asante sana, lakini tukutane kwenye sehemu ya comment kwa ajili ya kuangalia kile ambacho utakizungumza. Na waambieni kweli kwamba nimekuwa nikipitia comment saizi, napitia sana comment kwa sababu comment ndio inatupatia pia mwelekeo wa kusema bana tunakosea hapa, tunakosea pale, turekebishe hapa, turekebishe kile. Unajua sisi ni binadamu ambao hatujakamilika. Kwa hiyo tunakubali mapungufu yetu na tupo tayari kuyasahihisha. Kwa hiyo msichoke kutuambia nini turekebishe. Asante sana.